Kitabu cha Matendo 27 mstari wa 16 mpaka 26. Mtakatifu Yohane, sisi kama mtakuwa na neno kusoma. Matendo ya Mitume 27 sana. Matendo ya Mitume 27. Kichwa cha somo: imani ni matokeo, inategemea uongozi wa Mungu. Imani ni matokeo, inategemea uongozi wa Mungu. Matendo 27. Matendo 27 mstari wa 16 naanza. Na tukipita upesi karibu na kisiwa kidogo kitwacho Kauda, tukadiriki kuikweza mashua, lakini kwa shida. Walipokwisha kuikweza, wakatumia misaada, wakaikaza merikebu kwa kupitisha kamba chini yake. Nao wakiogopa wasije wakakwama katika fungu liitwalo Siti, wakatua matanga, wakachukuliwa bibi hivi. Na kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani, siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena baharini. Siku ya tatu wakatupa vyombo vya merikebu kwa mikono yao wenyewe. Jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi, na tufani kuu ikatushika. Basi tukakata tamaa ya kuokoka. Kwa hiyo mazingira magumu ambayo wanapitia. Mstari wa 21. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, imewapasa kunisikiliza mimi na kutonunua nanga huko Krete na kupata madhara haya na hasara hii. Sasa nawapeni shauri, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi moja miongoni mwenu atakayepotea, ila merikebu tu. Kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake, naye ndiye nimwabuduye, alisimama karibu nami, akaniambia, usiogope Paulo, unabudi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nao. Basi wanaume, changamkeni, kwa sababu namwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Namwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Malizia 26. Lakini hatuna budi kuelea katika kisiwa kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Paulo alimwamini Mungu pamoja na mazingira magumu aliyopitia? Kwa sababu ya mwongozo wa Mungu. Imani yenye matokeo inategemea vitu hivi vikuu. Inategemea neno la Mungu, lakini upande mwingine inategemea uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa hapa kilichomfanya Paulo atiwe moyo na asikate tamaa na mazingira aliyoyapitia ni kwa sababu malaika alimtokea. Na kwa maelezo ya Paulo anasema huyu malaika ambaye ndiye anayemwabudu, mimi nitafsiri atakuwa ni Yesu ndiye aliyemtoka, anayemsema huyu malaika. Maana malaika manake mjumbe wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lugha hii anayosema ndiye nimwabuduye alisimama karibu nami. Sasa malaika wao watu hawaabudiwi. Sasa Yesu pekee ndiye anaanza kuabudiwa. Kwa hiyo inaonekana huyu ni Yesu ndiye aliyekuwa amemtokea. Ni muhimu tuelewe imani yenye matokeo inajengwa kwenye neno la Mungu, ni jambo la muhimu, lakini pia inajengwa kwenye kumsikia Roho Mtakatifu akisema na wewe au akilihuisha lile neno ili lilete matokeo. Kwa hiyo imani wakati mwingine ni kutenda sawa sawa na uongozi wa Roho Mtakatifu. Imani ya hali ya juu inategemea sio tu neno peke yake, lakini pia na uongozi wa Roho Mtakatifu. Haitegemei kwa sababu tuna neno linaweza kusema fueni wafu, lakini si kila mtu utakayekutana naye
ni wa kumfufua. Kwa hiyo inabidi uongozwe na Roho Mtakatifu kama ni mfu yupi ambaye anahitaji hilo neno la kufufueni wafu hawezi kufufuliwa. Kwa hiyo imani yenye matokeo haitegemei neno peke yake, lakini pia uongozi wa Roho Mtakatifu. Unaanza kuamini kile ambacho Mungu amekuongoza. Kuna watu ambao wanapita vipindi vigumu, mambo fulani hayaendi, na kutia moyo. Hii inaanza kama ndio suluhisho. Usikia kutoka kwa Mungu anasemaje. Mungu anaposema na wewe, hata yale ambayo yanaonekana hayawezekani, yeye atafanya njia ili yawezekane. Nasema yeye atafanya njia ili yawezekane. Kwa hiyo ni muhimu sana sana kujifunza kumtegemea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atie muhuri kwenye neno lake. Kuna kupitiliza kwa aina mbili. Kupitiliza kwa kwanza ni kutegemea sana neno, alafu namweka kando Roho Mtakatifu. Kupitiliza kwa pili ni kumtegemea sana Roho Mtakatifu, alafu neno unaliweka pembeni. Kwa hiyo tuepuke kupitiliza huku kwa aina mbili. Kutegemea sana neno la Mungu, lakini unamweka kando Roho Mtakatifu. Kupitiliza kwa pili ndio hiyo ambayo unategemea sana Roho Mtakatifu, alafu unasahau neno. Kwa tunahitaji vyote viwili. Kwenye hii meli kulikuwa na watu takriban 276 samani wanasafiri, na wakati wanasafiri Paulo alitoa ushauri. Yule nahodha akakataa ushauri wa Paulo, akasikiliza ushauri wa wengine, na mahali wakafika mahali ambapo wakakata tamaa ya kuishi. Na kuna wakati walifunga siku 14. Mtu anapofunga siku 14 hali ujue yuko kwenye hali ngumu, ni hali ambayo ni desperate. Kwa hiyo ndio hapa sasa tunamuona malaika anamtokea Paulo katika Matendo 27 ule mstari wa 20, anasema jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi, na tufani kuu ikatushika, basi tukakata tamaa ya kuokoka. Inawezekana kupitia vitu vya kukatisha tamaa ya kufanikiwa kwenye eneo fulani, kukata tamaa kupokea uponyaji wako, kukata tamaa kupata muujiza wako, na kutia moyo jioni ya leo, bado suluhisho lipo. Bado Mungu ana muujiza kwa ajili yako. Lakini muhimu masikio yako usikilize Roho Mtakatifu anasemaje. Roho Mtakatifu anajihusisha sana na hata vitu tunavyofanya, shughuli, biashara, uwekezaji wetu tunaofanya, anajishughulisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni muhimu kumsikiliza Roho Mtakatifu anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipenda nitoe ushuhuda huu. Nilikuwa Disemba 2011. Nilikuwa nimepata taarifa kwamba babangu mdogo amefariki. Babangu ambaye babangu alikuwa mkubwa kwa hawa baba wadogo, tayari alikuwa ameshafariki. Sasa Disemba 2011 nikapata hiyo taarifa kwamba baba mdogo amefariki. Kwa hiyo inabidi niende kumzika kule Tukuyu. Lakini nikawa na mashaka na gari nililokuwa nalo kama ningeweza kusafiri nalo. Nilikuwa na mpendwa mmoja rafiki yetu, niliangalia gari lake na nikaona kama lina mchongo zaidi kuliko hata la kwangu. Nikaingia kuomba, Roho Mtakatifu akasema na mimi.
akanipa hili neno kwamba usiogope kwenda mbele. Maneno mengine, usiogope kwenda na hilo gari langu, na akasema nitakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo mimi na mdogo wangu tukaondoka na lile gari, tukafika salama kwenye msiba, tukamzika baba mdogo. Wakati wa kurudi tumepita, tunakaribia hapo Mlandizi, na kifaa fulani sio naita kinini, kikoi kawa kimeungua, ndio gari lazima, lakini ile shughuli kule ilifanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukavuta kaja tukatengeneza, mambo yakakaa sawa. Kwa hiyo kuna vitu vingine hatuendi tu kwa sababu neno limesema, tunaenda pia Roho Mtakatifu amesema. Roho Mtakatifu anasemaje? Kwa hiyo lazima kwenye biashara yako unataka kuwekeza sehemu, ukimsikia Roho wa Mungu wekeza. Lakini unasikia kitu ambacho kwa kinyume, usiwekeze. Bwana Yesu asifiwe. Sika unanielewa? Tukirudi kwenye hili neno kwenye Matendo, tunaona Paulo, imani ya Paulo ilihamasishwa na kutiwa moyo kutoka kwa ujumbe wa malaika. Alafu ndio tunaona sasa Paulo anasema ule mstari wa 21, na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kutomoa nanga huko Krete na kupata madhara haya na hasara hii. Sasa nawapeni shauri wenu na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi mmoja miongoni mwenu atakayepotea, ila mlekevu tu. Alafu sasa namalizia maneno, kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake, naye ndiye nimwabudia, alisimama karibu nami. Naamini huyu malaika anayotajwa ni Yesu. Akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Wakati Paulo anasafiri, alikuwa amekata rufaa kwenda kule Rome, Italia, kwa Kaisari. Kwa Mungu anamhakikishia kwamba atafika Italia salama. Lakini ndio baadaye maneno haya yanafuata. Anasema Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nao. Sasa mstari wa 25, basi wanaume, changamkeni kwa sababu mnamwamini Mungu. Kila mtu aseme namwamini Mungu. Sasa Paulo aliamini nini? Aliamini ule ujumbe aliopewa na Mungu. Kwa imani ya hali ya juu haitegemei tu neno peke yake. Usikia Mungu anasemaje kuhusu pito lililonipitia, jaribu lililonipitia, usikia Mungu anasema nini. Kile Mungu anachosema ndio hicho kinakusukuma wewe kuchukua hatua ya imani. Anasema namwamini Mungu. Basi wanaume, changamkeni kwa sababu namwamini Mungu, ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Yale utakayoambiwa na Bwana yatakuwa vile vile kama Bwana alivyosema. Amen. Sasa kama Bwana hajasema, utamwaminije Bwana? Kwa wakati mwingine tunapomwamini Bwana, inabidi tusikie Mungu anasemaje. Kusikiliza sauti ya Mungu. Kile Mungu anachosema ndio hicho na kiamini. Amen. Sisi kama mmeeleweka ujumbe na sema. Kwa hiyo haitoshi imani inayoleta matokeo, haitegemei tu neno peke yake. Kwa mtu
Kisikia shuhuda kama za mtumishi wa Mungu Kenneth Hagin, utamwona alikuwa ni mtu wa imani sana, lakini pia alikuwa ni mtu wa roho sana. Hata alipopokea uponyaji wa kupooza na ugonjwa wa moyo na ugonjwa wa damu, siku ya kwanza amesimama kwenye Marko 11:24 unaosema, kwa hiyo chochote tunachokuwa na shauku nacho wakati tunapoomba, aminini kwamba mnapokea naye atakuwa yeye. Akaamini kwamba anapokea uponyaji kwa ajili ya kupooza, anaamini kwamba anapokea uponyaji kwa ajili ya ugonjwa wa damu na ugonjwa wa moyo, lakini hamna kilichobadilika. Kesho yake kwenye saa 5 asubuhi anasikia sauti ya Roho Mtakatifu, waliopona hawalali kitandani muda wa saa 5 asubuhi. Kwa pale kwa Kenneth Hagin akaanza kunyanyuka. Aliponyanyuka ndipo uponyaji uliposhuka. Angekuwa amesimamia tu Marko 11:24, uponyaji usingeweza kukamilishwa. Kwa hiyo tunapomwamini Mungu, simamia neno, lakini pia sikiliza Roho anasemaje. Roho ni Roho ambaye anatuongoza kwenye kweli yote. Ni Roho ambaye anafunua mambo yajayo. Kwa hiyo watu wa imani si watu tu wanaosimama kwenye neno peke yake, lakini wanamsikiliza Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu pia anajishughulisha sana kwa mambo yetu. Roho Mtakatifu anahitaji kusema na wewe kuhusu afya yako, kupona kwako, kuolewa kwako. Kwa hiyo ukisikiliza anavyosema, ndio ile itakupa mpendo wewe. Wangapi mnanielewa? Kwa hiyo tunaona Paulo, Mungu akasema naye, lakini Paulo pia Mungu akamtumia kuatia moyo wengine wala walikuwa wanasafiri nao, kwamba hamna hata mmoja ambaye atakayepotea, hamna hata mmoja atakayekufa. Na kweli kila alichosema Paulo kusoma sura 27 ya Matendo ilitimia hivyo hivyo. Katika Matendo 23 mstari wa 10, Matendo 27 mstari wa 24, Biblia hapa inasema, Matendo 27:24, akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nao. Kisoma pia Matendo 23:11, Matendo 23:11. Matendo 23:11. Usiku ule Bwana akasimama karibu naye akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyoshuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Kwa hiyo kama alivyoshuhudia Yerusalemu, Mungu anasema naye kwamba imekupasa kushuhudia Rumi nako. Kwa hiyo ilikuwa anamhakikishia. Kwa hiyo kwenye Matendo 27 misukosuko hiyo aliyopitia, bado lile neno la kinabii lilikuwa linasimama kwa Paulo kwamba ataenda kushuhudia kule Roma. Na hii mara ya pili akatiwa moyo. Katika maisha tunahitaji kutiwa moyo na Bwana mara kwa mara. Wakati mwingine sio mara moja peke yake, kumsikia Mungu akisema pamoja na sisi. Mungu ataenda kufanya kitu kipya katika huduma hii. Amina. Mungu ataenda kufufua huduma hii. Huduma hii haitabaki vile ilivyo. Mungu anaenda kuifufua. Mungu anaenda kuitembelea. Maisha yako hayatabaki vile yalivyo. Mungu anaenda kutembelea. Mahitaji yako yanaenda kutoshelezwa. Uponyaji unaenda kudhihirika. Kwa hiyo tunahitaji
Tunafundisha kuhusu imani yenye matokeo inajengwa kwenye kuongozwa na Roho wa Mungu. Imani yenye matokeo haijengwi tu kwenye neno, lakini pia inajengwa kwenye kuongozwa na Roho wa Mungu. Lakini pia uongozi wa Mungu hauji wenyewe. Matendo 27 mstari wa 21. Kwa tunasoma ni Matendo 27 mstari wa 16 na 26. Ndio mstari kwa tunaangalia. Sasa tuangalie mstari wa 21. Tusomee mzee Nyoni. Mstari wa 21. Anasema walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kutomoa nanga huko Krete na kupata madhara haya na hasara hii. Walipokuwa wamekaa bila kula chakula siku nyingi, manake wanafunga. Kwa uongozi wa Mungu hauji wenyewe. Tunahitaji kumtafuta Mungu. Tunahitaji kuomba. Tunahitaji kufunga. Ili Mungu afanye mambo mapya, tunahitaji kulipa gharama. Vitu haviji vyenyewe. Upako mpya hauji wenyewe. Matokeo hayawezi kuzidi maandalizi. Tunahitaji kujiandaa kwa kile Mungu anachotaka kukifanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunahitaji kutafuta Mungu ili tupate uongozi wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupate mfano mwingine kwenye Biblia kwa hiki tunachokisema. Mambo ya Nyakati wa Pili 20. Mambo ya Nyakati wa Pili 20. Mambo ya Nyakati wa Pili 20. Mstari wa 14 mpaka 20. Mstari wa 14 Biblia inasema, Mambo ya Nyakati wa Pili 20 mstari wa 14. Ndipo ya Hazieli mwana wa Zekaria, mwana wa Benaya, mwana wa Elieli, mwana wa Matania, Mlawi wa wana wa Asafu, akajiliwa na Roho ya Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati. Bwana awaambia hivi, msiogope, wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu, bali ni ya Mungu. Kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde, mbele ya jangwa la Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi. Enyi Yuda na Yerusalemu, msiogope, wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yupo pamoja nanyi. Yehoshafati akainama kichwa kifulifuli, wakaanguka mbele za Bwana Yuda wote na wakao Yerusalemu, wakimsujudia Bwana. Na Walawi wa wana wa Kohati na wa wana wa Kolai wakasimama ili wamsifu Bwana Mungu wa Israeli kwa sauti kuu sana. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda nanyi wenyeji ya Yerusalemu, mwaminini Bwana, Mungu wenu, ndivyo mtakapothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakapofanikiwa. Kwa hiyo mwaminini Bwana, ndivyo mtakapothibitika. Waaminini manabii, ndivyo mtakapofanikiwa. Sasa hapa nabii ametumiwa kutoa neno la kinabii. Ukisoma kuanzia mstari wa kwanza hapa, Yuda ilizungukwa na majeshi. Yehoshafati mfalme na Yuda wakawa wameogopa sana. So waliona yale majeshi wasingeyaweza. Kwa hiyo ndio wakaanza kuomba. Nafikiri pia walifunga, wakaanza kuomba, wakaanza kufunga. Ndio nabii akasimama kutoa nabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tunaona hapa jinsi ambavyo kwenye vitu vigumu unavyopitia, vingine ambavyo huelewi majibu yake, unahitaji kutafuta Mungu. Amina.
lakini pia imani yako inabidi ijengwe kwenye kusikia Mungu anasemaje. Sio tu Mungu ameahidi nini. Ukisikiliza maombi waliomba maombi ya kusimama kwenye neno. Katika ule mstari hebu soma mstari wa 7 mpaka 9. Mstari wa 7 mpaka ule wa 9. Mstari wa 7 unasema, si wewe Mungu wetu uliowafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Nao walikaa humo, wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema, yakitujia mabaya sasa wanasimamia, yakitujia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulilia katika shida yetu, nawe utasikia na kuokoa. Na sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na mlima Seiri, ambao hukuwaacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka katika nchi ya Misri, lakini wakawageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi walivyotulipa, wakija kututupa toka milki yako ulioturithisha. Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Macho yetu yatazama kwako. Kwa hiyo ukiona hapa wanaomba kusimamia neno kwenye Wafalme wa Pili 8, kulikuwa na ahadi ambayo Mungu aliahidi kwamba mabaya yakiwajia wakisimama kwenye hekalu Mungu atakutana nao. Katika Wafalme wa kwanza 8:32 na 33, na Mambo ya Nyakati wa Pili 6:28 na 29. Kwa hiyo wanasimamia neno, lakini ili wapate mpenyo ilibidi pia wasikie kutoka kwa Roho wa Mungu. Unabii ulipotoka, Mungu aliwaambia wahitaji kupigana vita, wasimame wakauone wokovu wa Mungu. Kwa hiyo mambo ambayo unayapitia mengine ujui utatatua vipi, muhimu endelee kusimama kwenye neno, lakini pia masikio yako yawe tayari kusikia Roho Mtakatifu anasema nini, anakusemesha nini. Wakati mwingine kuna shughuli tunafanya, muda wake wa kuzifanya umeexpire. Biashara muda wake umeisha, lakini usiache kufanya biashara kwa sababu unahisi muda umeisha, lakini usikie Mungu anapeleka kwenye biashara gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema hapa, sijatoa unabii kwamba hiyo biashara iache. Sikiliza kwa Mungu, maana Mungu anakutoa huko, anakupeleka huko. Sasa kama hata hujajua unaenda wapi, unaacha, inakuwa sio busara. Kwa hiyo ni muhimu sana tumsikilize Bwana. Ukisoma hii Mambo ya Nyakati wa Pili 20, Mungu alituma watu wa viziao, na ile vita watu wa Yuda wakashinda kwa sababu ya kumtegemea Bwana. Kwa hiyo nakutia moyo jioni ya leo, ukimtegemea Bwana na wewe Mungu anaenda kuonekania. Mungu anaenda kufanya njia mahali ambapo huoni njia. Mungu anaenda kujibu katika lile ambalo unaona ni gumu. Maana hata walikuwa naomba wanasema tujui tufanye nini. Manake hatuna hekima. Na kwenye Yakobo 1:3 mtu akipungukiwa na hekima na aombe kwa Mungu. Kuna hekima ya kawaida ambayo unaweza kufanya kwa kawaida, lakini kuna hekima maalum kwa ajili ya jaribu maalum. Ndio hiyo waliohitaji. Na Mungu alipowasemesha walipata ushindi. Amen. Majeshi yamejipanga na mapanga na mikuki, alafu wewe unapanga watu wa ibada watangulia wanaimba. Walipopanga hao wa ibada, malaika akashuka akawainua waviziao.
Mungu akainua wavizi yao, wale maadui wakashinda. Kuna kipindi kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili nadhani, Mungu alinua malaika mmoja, alikuwa jeshi la watu zaidi ya 100,000. Malaika huyu mmoja akaliangamiza jeshi, na yule mfalme akarudi kule kwao. Aliporudi ndugu zake wakamuua, na wana wa Israeli walikuwa wamekaa, alikuwa anaitwa serikali ndio mfalme. Akarudi kwa aibu, malaika mmoja akawaua watu 185,000 kwa muda mfupi. Wala watu wa Yuda hawakuhitaji kupigana vita, sababu Hezekia alimtegemea Bwana. Na wewe ukimtegemea Bwana, hata kama majeshi yamejipanga ni makubwa sana, yale majeshi hayataweza kusimama mbele yako. Mungu atainua wavizi yao. Mungu atakainua malaika mmoja. Hili jeshi la watu 185,000, malaika huyu mmoja alimaliza ile jeshi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nawatia moyo, tunahitaji kumtegemea Bwana, kulitegemea neno lake, lakini pia kutegemea uongozi wake. Kile Roho anachokisema. Ndio maana Mambo ya Nyakati wa Pili 20:20 anasema mwaminini Bwana mpate kuthibitika, waaminini manabii mpate kufanikiwa. Manabii wanabeba ujumbe unaoweza kusaidia kupenya. Napomalizia hii sehemu ya pili ya ujumbe, nataka nijibu swali hili, kwamba kuna faida gani za kupata uongozi wa kimungu? Namba moja, uongozi wa kimungu huwa unatia moyo. Paulo alipo kwenye Matendo 10:27 tuliyosoma mstari wa 16-26, Paulo malaika alipomtokea akasema naye, alimtia moyo kwamba usiogope Paulo, na akamwambia huna budi kusimama mbele ya Kaisari, nao watu ambao wamekupa hakuna hata mtu mmoja atakayeangamia. Kwa hiyo Paulo alitia moyo, lakini baada ya kutia moyo akawatia moyo wale wengine 275. Lakini faida ya pili ya kusikia sauti ya Mungu, kusikia kutoka kwa Roho Mtakatifu na fukuza hofu na mashaka. Paulo alipoambiwa usiogope, ina maana alianza kuogopa. Hofu ilianza kuingia. Hivi nitapona kweli? Hivi nitasimama mbele ya Kaisari kama Mungu alivyosema? Mashaka ilianza kuingia. Lakini Mungu aliposema naye, mashaka yalikimbia, hofu ilikimbia. Kwa hiyo Mungu anaposema na wewe, hofu inakimbia. Kwa ukimsikia Mungu unatiwa moyo, imani yako inasimama imara. Lakini pia tatu, msikia Mungu kunainua na kuipa imani nguvu. Imani yako inaondolewa na inakuwa na nguvu zaidi. Imani yako inakuwa na ujasiri. Ujasiri unaongezeka. Lakini kumsikia Mungu, jambo la 4, kunakupa uhakika wa uwepo wa Mungu pamoja na wewe. Ile 2011 wakati na mashaka na gari langu kwamba lingeweza kufikisha mbele, lakini Mungu anasema usiogope, niko pamoja na wewe, nitakuwa pamoja na wewe unapoenda mbele. Kwa hiyo niliposikia hiyo nikapata ujasiri, nikaweka mafuta, kajiandaa safari, na tukafika salama mbele. Tukawahi kumsikia baba mdogo. Bwana Yesu asifiwe.
Wakati wa kurudi ndio ilitokea hitilafu kidogo, lakini tukaitengeneza, ile lengo lilitimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna vitu ambavyo tunahitaji kumsikia Mungu akitusemesha. Lakini pia faida nyingine ya kumsikia Mungu kuna kupa hekima ya kukabiliana na changamoto. Kama tulivyosoma Mambo ya Nyakati wa Pili 20, yale maombi wakati tunaomba tujui tufanyeje juu ya jeshi hili kubwa. Maana hatuna hekima, ila macho yetu yako yanakuangalia wewe, na Mungu ndio akawapa hekima. Kwa wakati mwingine Mungu anachosubiri, jinyenyekeze, usijitegemee akili zako mwenyewe, mtegemee Bwana. Kwenye kitabu cha Mithali 3 maandiko yanasema ule mstari wa 5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Kwa mahali pengine Mungu anataka ukiri kwamba wewe huwezi, lakini yeye anaweza. Napenda ile andiko la Wakorintho wa pili 3 mstari wa 5, si kwamba tunatosha kusema neno lote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Kwa Mungu anataka ukiri utoshelevu wako kwa Mungu. Mimi mwenyewe sitoshi, utoshelevu wangu unatoka kwa Mungu. Nimesema ni Wakorintho wangapi wana moto? Wakorintho wa pili 3 mstari wa 5. Hebu tusome kwa pamoja. Si kwamba tunatosha kusema neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka ukiri kwamba utoshelevu wako unatoka kwa Mungu. Wewe mwenyewe hautoshi kama ulivyo. Na ndio sababu pia tunaomba hatutoshi sisi wenyewe. Kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi. Tunamhitaji Bwana. Nionyeshe mtu ambaye haombi, nitakuonyesha mtu ambaye anaanza kuwa na kiburi. Kiburi ni ile hali ya kujitegemea. Lakini mtu mnyenyekevu ambaye anaona hatoshi yeye mwenyewe, anamhitaji Bwana, inakufanya uombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapata uhakika wa uwepo wa Mungu, lakini pia hekima ya kimungu, na pia imani ni kutenda kulingana na uongozi wa kimungu. Kwa hiyo na kile unachoongozwa ndicho na kifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na faida nyingine ya kuongozwa na Mungu, Roho Mtakatifu anafunua vitu vijavyo. Vitu vingine ambavyo huvijui, Roho Mtakatifu anavifunua. Kuna kijana mmoja alikuwa ameumwa ugonjwa ambao hospitali ameshika kumtibu. Kwa mtumishi wa Mungu akaja kwenye mji. Kwa hiyo kaka zake wameendesha gari kumpeleka yule kijana. Njiani akasikia sauti kwamba huko unakokwenda naenda kuponya, na siku zijazo utachukua nguvu ya uponyaji kwa ajili ya taifa la Marekani, na siku moja utanijengea chuo kikuu. Roho Mtakatifu anajua mambo yajayo. Kwa hiyo alipoenda kwenye mkutano, unayemsema ni Roberts, alipoenda kwenye mkutano akapokea uponyaji. Na alipopona mwaka 47 wakati wa mwisho anatokea kule Marekani, Roberts mmoja wapo ambao Mungu aliwainua watumishi wa injilisti mbalimbali kwenye uamsho wa uponyaji. Lakini mwaka 63 chuo kikuu cha Oral Roberts kikawa kimefunguliwa rasmi kwenye mji wa Tulsa ule Oklahoma. Ni yale maono ambayo Mungu alisema naye kwenye unabii kwamba siku moja utanijengea chuo. Kwa kuna vitu vingine vinavyokuja si vile
kwa sababu anabaki kuwa Mungu. Mungu anawaza mambo mema kwa ajili yako siku zijazo. Kuna mpenyo utakuja kwa ajili yako. Kuna uponyaji unaenda kutokea kwa ajili yako. Kuna mafanikio yanaenda kutokea kwa ajili yako. Kuna muujiza Mungu anaenda kufanya kwa ajili yako. Sababu kwenye Yohana 16 mstari wa 13 Biblia inasema, na mambo yajayo atawapasha habari. Roho Mtakatifu anapasha habari ya mambo yajayo. Mengine kwa hali yako ya kifedha inaweza kaonekana kwamba haiwezekani kupata hiyo vitu fulani, lakini kwa sababu Mungu amepanga atakuwezesha. 2010 nilikuwa naomba hapa madhabahuni. Wakati naomba, Mungu akasema na mimi nitakupa mashine za kuchapisha vitabu. Kwa nilipopewa ule ujumbe, nikaanza Kariakoo kuulizia wale wenye mashine na kujua bei. Nikaanza maandalizi, na kabla kufika mwisho wa mwezi, mwisho wa mwaka, tayari tukawa na sehemu ya kuchapishia vitabu. Unaisha sisi. Kwa kile Mungu anachosema na wewe, hakiangalii kwamba kwenye akaunti yako ya benki kuna nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mpendwa mmoja alinishirikisha hitaji lake. Sasa leo nilimpigia simu. Juzi niliongea naye akasema yuko kwenye mfungo. Yuko kwenye mfungo wa siku 3. Leo nilimpigia simu ili kuuliza amefikia hatua gani. Asema tayari Mungu ameshajibu. Kuna watu wamewaleta. Huo mradi wake unahitaji mamilioni ya fedha. Kwa hiyo watu tayari wameletwa, na vile mashine aliyokuwa anahitaji kwa ajili ya hiyo shughuli ameipata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikafurahi kusikia kwamba Bwana amemuonekania. Lakini Bwana amemuonekania hivi, ilibidi akae kwenye mkao wa mfungo kumtafuta Bwana. Kuna vitu vingine haviji hivi, inabidi ulipende nao. Kwa hiyo nakutia moyo, chochote ambacho unahitaji kutoka kwa Mungu, Mungu anaenda kufanya. Amen. Lakini uwe tayari pia kusikia kwa Roho Mtakatifu anasemaje. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana unahitaji uponyaji, alafu Mungu anasema na wewe kwamba Mungu amejibu kuhusu hilo jambo. Inatia moyo. Inakutia moyo kuonyesha kwamba hilo tatizo lilokuwa unaliona ni kubwa, kwa Mungu sio kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumtafute Bwana, tusikate tamaa. Bwana anaenda kutuonekania. Nasema Bwana anaenda kutuonekania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gari langu la kwanza 2001, wakati naomba Roho Mtakatifu, nilikuwa na hela lakini sio nyingi za kutosha kupata gari zuri. Roho Mtakatifu aliniambia, pata mahali ambapo utalipa kwa mkopo, utoe hizi hizo nazo, nitafungua mlango kwa ajili ya wewe kulipa hiyo hela nyingine iliyobaki. Nilipofanya hivyo, kweli Mungu akaja kufungua mlango na watu wakaja wakanipa ile hela niliyohitaji kwa ajili ya kulipia ile deni la gari. Na gari langu likawa liko mikononi mwangu. Na kuna jirani yangu mmoja ambaye hata kunisalimia alikuwa anisalimia vizuri. Wakati nilipopata hilo gari langu likawa zuri kuliko la kwake, ndio akaanza kunichangamkia vizuri. Kwa duniani watu kuna watu wengine ambao wanatembelea kwenye daladala hawatakusalimia vizuri. Amen. Amen. Lakini ukipata chombo na wewe unajiendesha, wengine watakupungia hata mkono kwamba na wewe pia uko duniani. Amen.
Kwa hiyo tuendelee kumwangalia Bwana. Mungu ni Mungu wa faraja yote. Mungu atafanya njia mahali pasipokuwa na njia. Mungu ataenda kuonekana juu ya maisha yako. Baraka unazozitazamia zitakujia katika jina la Yesu. Majibu ya maombi yako yako njiani. Majibu ya maombi yako yako njiani. Kuna malaika wametumwa kwa ajili ya kufanikisha. Kwenye Mwanzo 24 mstari wa 40 anasema Bwana Mungu atamtuma malaika wake ataifanikisha njia. Kuna malaika wametumwa kwa ajili ya kuifanikisha njia. Kwa endelea kusimama, endelea kumwangalia Bwana. Amen. Kwa ni muhimu sana kumtegemea Bwana. Ilikuwa 97 mwezi Juni nimehudhuria kongamano pale Diamond Jubilee. Na mtume alikuja toka Marekani. Kaenda hata nauli ya kwenda kule ilikuwa ni shida. Ndio tumetoka kuanza kanisa. Alafu mke wangu alikuwa mjamzito. Wale manabii wakati wanatoa unabii walipomwona mama mjamzito akamwita mbele na mimi nikajisogeza mara ndio mbele. Wakatoa unabii wa kutia moyo kwa kweli wale watumishi. Wakasema kabla ya mwisho wa mwezi huu kuna hela naziachilia. Na kweli kabla ya mwisho wa mwezi hela zikawa zinaachiliwa. Tukatiwa moyo sana. Mungu anataja mambo yasiyokuwako kana kwamba yatakuwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kusikia kutoka kwa Mungu. Kuna vitu vingine ambavyo tunahitaji kumsikia Mungu anasemaje. Amina. Huduma hii itaenda kuongezeka. Huduma hii itaenda kukua. Huduma hii haitabaki kwenye utasa. Mungu atafanya jambo jipya kwenye huduma hii. Tunaye Mungu anayefanya mambo mapya. Kwenye maisha yako pia Mungu anaenda kufanya mambo mapya. Ni muhimu kujua kwamba imani yenye matokeo inategemea uongozi wa Roho Mtakatifu. Haitegemei na kuangalia hali halisi iliyopo. Tunamwangalia Mungu kwa macho ya imani. Na Mungu anaenda kufanya jambo jipya. Pokorandra sheke de gleshoto shayando kotala manka saya toko korama la dujene feretendo sai tara toko romonda itaina fatala tush tele fetele talano fretendes ibagrandos. Nitanyosha yale ambayo yameonekana hayajanyoka. Nitayafanya mambo mapya katikati yenu, maana niko pamoja nanyi kwa ajili ya kuwajalia heri. Nipo pamoja nanyi kwa ajili ya kuwapa mema. Nitajibu maombi yenu, nitafanya mambo mapya, niko pamoja nanyi kwa ajili ya kuwahuisha. Tusimame tumshukuru.